Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki pendwa cha manukato ya sifa. Unapokata wasaa mzuri wa kusikiliza neno la Mungu hapa manukato ya sifa, nipende kukukumbusha wewe ambaye hujasubscribe channel hii, subscribe na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Leo moja kwa moja acha tuzungumzie kwa habari ya hukumu ya adhabu na hukumu isiyokuwa ya adhabu. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Biblia inatuambia kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, lakini pia ipo hukumu ya adhabu. Hukumu ya adhabu inawahusu wale ambao wote walipokuwa duniani hawakumwamini Yesu. Unajua utahukumiwa kwa sababu ya dhambi zako, ila utahukumiwa kwa kutokumwamini Yesu akusamehe dhambi zako. Unajua mwanadamu, wewe huwezi kujiokoa kutoka katika dhambi, ila unapomwamini Yesu anakuokoa kutoka katika dhambi. Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unapoliamini jina la Yesu, maana yake umepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Yesu ndio njia ya kweli, uzima. Amwaminie yeye ametoka katika mauti na kuingia uzimani. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo mtu atahukumiwa kwa kutokuamini kwake. Kuamini kwako kuna kusababisha wewe utengwe mbali na dhambi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hakuwahi kumwamini Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani mpaka umauti kumkuta, mpaka Mungu anamuita, basi huyo atahukumiwa hukumu ya adhabu kwa sababu hakumwamini Yesu Kristo. Lakini wale ambao walimwamini Yesu Kristo na wakasamehewa dhambi zao na wakahamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake, ufalme wa Yesu Kristo, wale hawana hukumu ya adhabu, sawasawa na kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu ya wote walio katika Kristo Yesu. Maana yake hukumu hii itakuwa ni hukumu ya aina gani? Ni pale ambapo kila mtu atapongezwa kutokana na kazi yake aliyoifanya akiwa hapa duniani. Ni ile namna ambapo tunapongezwa jinsi tulivyoifanya kazi ya Mungu. Ni ile ambapo tunapewa taji, ni pale ambapo tunapewa taji. Kila mtu atapata taji kutokana na kazi aliyoifanya. Kila mtu atalipwa kutokana na taabu zake alizozisumbukia wakati anaifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kuna watu watakaopata taabu, watakaopata taji inayong'aa zaidi. Kuna watu watakaopata keti katika hekalu la Mungu. Kuna watu watakaopata taji ya yani, kila mtu atapewa kulingana na kazi yake. Hii ndio hukumu isiyokuwa na adhabu. Lakini hukumu ya adhabu ni kwenda jehanamu ya moto, ambapo ndio kuna mateso ya milele na milele. Kwa hiyo wote wanaomwamini Yesu Kristo, ambao wanaishi maisha matakatifu, ambao wanamtumainia Mungu, ambao wanafanya maagizo ya Yesu Kristo, hao hawana hukumu ya adhabu. Lakini wale waliokataa kumwamini Yesu na waliomwamini Yesu wakamkufuru, wakaacha wokovu, wakaudharau, wakalitukana jina la Mungu, hao wote watakuwa kwenye kundi la hukumu ya adhabu. Lakini mwenye kuhukumu ni nani? Mwenye kuhukumu ni huyu Mungu mwenyewe. Hukumu yote amepewa Yesu Kristo, maana Yesu alisema Baba amempa yeye hukumu. Kwa hiyo yeye ndiye atakayewahukumu, yeye ndiye atakayehukumu walio hai, yeye ndiye atakayetoa hukumu kwa kila kiumbe. Lakini alitupa angalizo ambalo amesema kwamba amwaminie mwana hahukumiwi, ila asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo kabla hujahukumiwa tayari umekwisha kuhukumiwa. Kabla hujaingia jehanamu ya moto tayari umekwisha kuhukumiwa. Ni kwa sababu tu haujamwamini Yesu Kristo, kwa sababu amesema atakayeni amini hatahukumiwa. Kwa hiyo nataka kukukumbusha kitu kimoja, ni kwamba chagua ni wapi ambapo utakwenda leo hii. Chagua ni njia ipi utakayoifuata. Yesu alisema kwamba sio kila niitaye Bwana Bwana atakaye ulisi ufalme wa mbinguni au atakaye ingia mbinguni. Kuna wengine watakataliwa ni kwa sababu tu walikuwa wanamuita Bwana Bwana, lakini hawakumwamini. Swala la kuamini halijalishi wewe ni mtoto wa mchungaji au ni mtoto wa nani, lazima muamini Yesu Kristo. Haijalishi umezaliwa kwenye familia ya kichungaji, ukaona baba yako ni mchungaji na ukaona sali, lakini lazima wewe kama wewe uchukue nafasi ya kukiri kwa kinywa chako na umwamini. Usitumie mgongo wa baba yako kwa sababu ni mchungaji basi kupitia wokovu wa baba yako unaojihesabu umeokoka. Hapana, lazima uamini kwa kinywa chako wewe mwenyewe
lazima ukiri kwa kinywa chako wewe mwenyewe, kwa maana kwa kinywa mtu ukiri kupata wokovu, kwa moyo uamini hata kupata wokovu. Kwa hiyo lazima ukiri na uamini kwamba mimi namwamini Yesu, nikiwa na akili zangu timamu ninamkiri. Kwa hiyo ili uepukane na hukumu isiyokuwa ya adhabu, lakini hukumu ya adhabu inahusisha kwenda jehanamu ya moto, na hiyo ni maombi yangu kwa Mungu wote tuepuke hiyo hukumu ya adhabu ambayo itakuwa ni kilio na kusaga meno. Hii unaweza kuepuka tu ikiwa tu utamwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako.